Ndugu zangu waandishi wa habari, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza tumeanza na ratiba ya kukutana na wananchi katika wilaya mbalimbali kupitia makundi mbalimbali. Tumeanza katika wilaya hii ya Nyamagana. Mimi kama kamanda wa polisi wa mkoa na maafisa wenzangu wa mkoa tutafanya kazi hiyo katika wilaya zote 7 ikiwepo na ile kule Buchosa, ambapo tutakwenda kule na kuzungumza na wananchi pamoja na makundi mbalimbali. Lengo la kufanya hivyo ni kukutana na wananchi, lakini kuona changamoto mbalimbali zinazohusiana na usalama wa maisha na mali zao, ili tuweze kuzifanyia kazi kwa pamoja. Tunakwenda kule huku tukitambua kabisa kwamba katika wilaya zote kuna wakuu wa polisi wa wilaya ambao wanafanya kazi hiyo hiyo, lakini kuna wakaguzi wa kata, lakini kuna madawati yetu mbalimbali kama dawati la ukatili wa kijinsia na watoto, lakini kuna dawati la uelimishaji wa mambo ya usalama barabarani. Wote wanafanya kazi hiyo hiyo, lakini tunakwenda kuunganisha nguvu. Tunaunganisha nguvu kwa sababu mkakati wa Jeshi la Polisi wa kwanza katika kushughulika na uhalifu ni mkakati wa kuishirikisha jamii katika swala zima la kuzuia uhalifu. Tunaamini kwamba kuzuia uhalifu ni jambo la msingi sana na ni jambo ambalo gharama yake ni nafuu ukilinganisha na kusubiri hadi pale ambapo uhalifu umejitokeza na kwenda kupambana nao. Kwa hiyo tunatumia njia rahisi ambazo ni kukutana na wananchi na kuzisikiliza changamoto zao ambazo pengine hazija kufikia hatua kubwa ya kuleta uvunjifu wa amani na kuweza kuzishughulikia kwa pamoja. Yale ambayo tunayapata ambayo ni vyanzo vya uhalifu au vyanzo vya uvunjifu wa amani tunayafanyia kazi baada ya kuyaratibu, kuyapokea na kuyaratibu kupitia mipango kazi yetu, na mengine kufanyiwa utaratibu wa kioperation wa kazi za kukamata wale wahalifu wanaofanya usumbufu. Kwa kufanya hivyo tunatarajia kwamba tutaweza kufikia kuzisikiza changamoto moja kwa moja na hivyo kuzitatua kwa urahisi zaidi. Mathalan, tunavyoambiwa katika mtaa fulani kuna uhalifu umekithiri, Jeshi la Polisi tunaongeza nguvu katika ile eneo katika kuwashughulikia wale wahalifu na kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Kwa hiyo tunaongeza nguvu. Tunafanya hivyo pia katika swala zima la usalama wa barabarani. Lakini waandishi wa habari, tunafanya hivyo kwenda kuwakumbusha wananchi kuhusu umuhimu na wajibu wao wa kutunza amani, kwamba wananchi wana wajibu wa kutunza amani wakati wote. Lakini tunakwenda kuwakumbusha wajibu wao wa kufichua uhalifu na wahalifu kupitia mikutano mbalimbali ambayo tunafanya. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunatarajia kutengeneza mashirikiano makubwa sana kati ya wananchi na Jeshi la Polisi, na hivyo tutafanikiwa kuzuia uhalifu mkubwa kabla haujajitokeza. Lakini pia tutafanikiwa kudhibiti au kuwashughulikia wahalifu wengine ambao wameelimishwa katika kipindi chote na hawajaweza kuelimika. Sasa tunaanza kushughulika nao. Mikutano hii tangu tumeianza imekuwa na manufaa makubwa sana. Usalama mnaoona katika mkoa wa Mwanza umetokana kwa kiasi kikubwa na namna tunavyokutana na wananchi. Kwa sababu ukikutana na wananchi ndipo unatambua wapi wana mahitaji yao ya kufanyiwa kazi, kuliko kubaki tu ofisini
na kusubiri waje waripoti. Kwa hiyo tumeweza kuyashughulikia maeneo korofi, watu wa korofi ambao wamekuwa wakisumbua, mathalan vibaka, wavunjaji wa nyumba usiku, au watu wengine wanaovunja sheria za usalama barabarani. Tupata uwezo mpana katika kuwashughulikia kwa pamoja. Kwa hiyo ndo madhumuni hasa ya mikutano hii tunayoifanya. Lakini pia tunatengeneza mahusiano ya karibu na wananchi ili kuweza kutupatia taarifa. Mmeona hapa kwenye mkutano tumegawa pia namba za simu za maafisa wa polisi. Tunachohitaji ni kuona wananchi wanakuwa karibu na jeshi la polisi, kwa sababu wale ndio wadau wetu, na sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba amani, usalama na utulivu vinakuwepo, tukishirikiana na wananchi wenyewe, tukishirikiana na vyombo vingine vya usalama na taasisi nyingine za serikali. Nimesema sasa hivi tunaendelea wilaya ya Nyamagana. Tukimaliza wilaya ya Nyamagana tutakwenda katika wilaya nyingine ambazo tutakuwa tunatoa ratiba, lakini wiki yote hii tutakuwa ndani ya hii wilaya. Hata tukienda katika wilaya hii nyingine, lakini wale maafisa wa polisi, hususan wakuu wa polisi wa wilaya watakaobaki, wataendelea kufanya hivyo katika kata nyingine ambazo sisi maafisa wa mkoa tutakuwa tujafika. Wao watafika kwenye yale maeneo mengine, kwa sababu hatuwezi kumudu kufika kote, lakini tuna uhakika kuzunguka wilaya zote na kufika katika maeneo yote ambayo ni korofi na maeneo mengine kwa ajili ya kupata ushirikiano na wananchi. Wakazi wa mkoa wa Mwanza tunawakumbusha yafuatayo. Wakazi wa Mwanza tunawakumbusha wafunge kamera, CCTV kamera katika makazi yao, katika biashara zao, na hata wale wanaomiliki magari ya kubeba abiria, mabasi ya abiria, wafunge CCTV kamera ili ziweze kutusaidia sisi jeshi la polisi katika matukio yanapojitokeza na tunapokuwa tunafanya uchunguzi katika matukio haya. Mathalan, mliona ile tukio la mauaji ya mama mmoja iliyotokea pale Usagara. Light kama yule mwenye nyumba ya kulala wageni angekuwa amefunga CCTV kamera, ingetupa urahisi mkubwa sana jeshi la polisi kuwafikia wahalifu mapema. Kwa hiyo tunasisitiza sana swala hilo, lakini yapo matukio mengi ambayo wanapokuwa wamefunga CCTV kamera yametusaidia sana kufikia uchunguzi wetu wa mapema wa kuwabaini wahalifu na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunawakumbusha wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kuendelea kuheshimu sheria za usalama barabarani. Tunawakumbusha kujenga utamaduni wa usalama barabarani ili kupunguza matukio ya ajali. Makosa hatarishi haya ambayo yamekuwa yakichochea kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani, tunazidi kuwakumbusha wananchi waepukane nayo. Makosa kama kuendesha pikipiki pasipo kuvaa kofia ngumu, makosa kama kupakiza mishikaki kwenye pikipiki hizi za kubeba abiria, makosa kama kupita kwenye hizi alama zinazokupasa kusimama pasipo kusimama. Tunawakumbusha wananchi wanaotumia barabara, hususan waendesha pikipiki, wazingatie sheria za usalama barabarani ili usalama wao na mali zao kwa watumiaji wote wa barabara uendelee kuwepo. Tumewaonyesha namna gani watu ambavyo wanapata majeraha kule wako hospitali, watu wanavyopoteza maisha. Hiyo elimu tunapaswa kuwa nayo sote, kwamba sote tuna wajibu huo wa kutunza maisha yetu kupitia kuheshimu sheria za usalama barabarani, lakini kubwa zaidi kujenga utamaduni wa usalama barabarani kwa kila mkazi wa mkoa wa Mwanza. Lakini lingine ambalo tunawakumbusha wakazi wa mkoa wa Mwanza ni kutoficha matukio ya kihalifu. Wanatakiwa kuripoti matukio ya kihalifu pasipo kuyaficha. Unapotoa matukio ya uhalifu kwa jeshi la polisi, unatoa nafasi ya kushughulikia kwa pamoja kama nilivyosema, kuliko kuyaficha. Jeshi la polisi ambalo nimesema, jeshi la polisi linafanya kazi kwa misingi ya utendaji wa kufanya kazi kwa haki, kwa uadilifu, kwa nidhamu
linafanya kazi kwa kufuata sheria za nchi. Hiyo ndio misingi yetu ambayo tunayo. Tunafanya kazi kwa weledi mkubwa. Wananchi hawana sababu hata kidogo ya kukana taarifa, wazilete. Jeshi la polisi hivi limewezeshwa kwa kiasi kikubwa, ndio maana mmesikia ninampongeza kwa dhati kabisa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania kwa namna alivyotuwezesha. Kwa hiyo hawana sababu ya kuficha taarifa. Watuletee sisi tuweze kuzifanyia kazi ili tukomeshe kabisa haya mambo ya uhalifu katika mkoa wetu. Lakini lingine ambalo tunawakumbusha ni umuhimu wa kutunza amani. Hili sasa ni wajibu wa wakazi wote wa mkoa wa Mwanza. Na umuhimu wa kuzuia uhalifu. Jukumu hili tunawasisitiza wananchi wote. Sio jukumu la jeshi la polisi peke yake. Hili ni jukumu shirikishi, jukumu la wakazi wote wa mkoa wa Mwanza. Lazima tushirikiane kwamba tujue kwamba tunao wajibu wa kuzuia uhalifu kabisa katika maeneo yetu. Tukishirikiana uhalifu unaweza ukaisha. Kwa sababu wahalifu sio wengi. Sio wengi kabisa. Sisi raia wema tuko wengi kuliko wahalifu. Kwa hiyo kuwadhibiti ni rahisi tu. Tukishirikiana kwa pamoja na kila mtu akatambua jukumu lake na nafasi yake kwa ujumla. Hayo ndio mambo ambayo ya msingi ambayo tunaongea nao na ndio wito wetu kwao. Lakini lingine wenye vitu wa serikali za mitaa waanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi kama sehemu mojawapo ya kusaidiana na jitihada za jeshi la polisi katika kuzuia uhalifu. Lakini wavianzishe, waviunge mkono, wavisaidie hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi ambavyo viko hai. Sisi tayari jeshi la polisi kule kwenye kata zote tumeshaweka maafisa wetu kule ambao kazi yao ni kufundisha namna vikundi hivyo vitakavyoanzishwa, ambao kazi yao ni kuvilea, ambao kazi yao ni kuwasaidia wananchi namna ya kuvisupport. Kazi yao nyingine ni ya kuwafundisha wananchi waondokane na matukio ya kihalifu kwa kuyafichua. Sisi tumekwisha jipanga tayari kama jeshi la polisi. Na wananchi sasa wenye vitu wa serikali za mitaa watusaidie kwa kuanzisha vikundi hivyo ili kazi iweze kufanyika pamoja. Katika vikao hivi ambavyo tumevianza mikutano hii na wananchi, tumeweza kusikia namna ambavyo wa taarifa kwamba waendesha pikipiki wanavunja sheria za usalama barabarani, lakini kuna madereva hawa wa magari ya kubeba abiria hais pia wanavunja sheria. Tumetoa maelekezo kwamba uvunjaji wa sheria hauwezi kuvumiliwa. Mimi kamanda polisi wa mkoa nimetoa maelekezo kwa mkuu wa usalama barabarani kwamba kuanzia leo ifanyike operation kali. Wale wanaovunja sheria wakamatwe kwa sababu tayari wamekwisha pata nafasi ya kutosha ya kuelimishwa. Wale wanaobaki, wapo wanaoelewa wanapata elimu, tunawashukuru wanafuata sheria. Wako ambao pamoja na kuelimishwa wao hataki kusikia. Sasa wale wasiotaka kusikia, ni kazi yetu sisi jeshi la polisi kuwasimamia na kuwakumbusha kuwa na utii wa sheria za usalama barabarani na kuwalazimisha wazitii. Tunafanya hivyo kupitia mifumo ya kisheria iliyowekwa, sheria ya usalama barabarani, kanuni na taratibu zake. Kama gari ni bovu linatembea barabarani, limekamatwa mara kadhaa, dereva au miliki hawataki kulitengeneza, hilo gari tumesema taratibu uko wazi tu. Inangolewa namba, inaletwa kituo cha polisi, inakaguliwa, alafu baada ya hapo anakabidhiwa miliki wa hiyo gari kwenda kuitengeneza. Ikishakaguliwa tena na tukajiridhisha kwamba hii gari inafaa kutembea barabarani, ina ubora unaotakiwa, itarudishiwa namba zake, alafu itaendelea. Tutafanya hivyo makusudi ili kuzuia hao waendesha magari hao wanaovunja sheria za usalama barabarani kwa makusudi. Lakini wale wa bodaboda wale kupita taa nyekundu, kupakizana mishkaki, kutokuvaa helmet, tumekubaliana kimsingi kabisa kwamba makosa haya yote ni hatarishi na wanaoathirika ni wenyewe madereva. Na sisi hatuwezi kufumba macho au tukakunja mikono tukiwaacha waendelee kuangamia. Tutarudi katika kuwakumbusha, tutarudi katika kuwalazimisha ili wafuate sheria, kwa sababu kuvaa helmet ni sheria. Kutopita taa nyekundu ni sheria. Kutokupakiza mishkaki ni sheria inaongea, na ni kazi yetu sisi polisi kuisimamia.
mhalifu anaweza akatumia silaha ili kurahisisha kutekeleza uhalifu wake, anatakiwa kushughulikiwa kama mhalifu kwa sababu ametenda kosa la jinai. Kwa hiyo sisi tunawashughulikia wale wahalifu kulingana na makosa waliotenda. Kama ni jambazi ametumia silaha, bunduki, lile ni kosa, anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Kama ni jambazi katumia panga, anashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Na tumekuwa tukiwakamata na kuwashughulikia, wengine wanafikishwa katika vyombo vya kisheria. Kwa hiyo wanashughulikiwa tu. Huo ni uhalifu, unashughulikiwa na jeshi la polisi.